Na tukiangazia mengine ni kwamba wakazi wa mji wa Bungoma na wafanyabiashara waliokuwa wakifanya kazi katika eneo la Railways wametoa wito kwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini kuchunguza visa vya unyakuzi wa ardhi ambavyo vimekithiri katika kaunti ya Bungoma. Wakazi hawa wanalalamika kwamba shamba la reli limewekwa ua na mwekezaji wa kibinafsi baada ya wafanyabiashara kufukuzwa. Wanasema tangu kufurushwa kwenye shamba hilo na kampuni ya reli wamesalia kutaabika kukimu mahitaji ya familia zao, wakitaka uongozi wa kaunti na serikali ya kitaifa kuingilia kati na kuokoa mali ya umma. Hata mimi nilikuwa na expect kwamba wakati tulikuwa tuna raise issue ya kusema kwamba watu wafanyie hapa hata kama ni parking ya tuktuk ama wanaweza piki hapa watu wakienda, ilikuwa ni ngumu. Watuambia kwamba hii shamba ina wenyewe. Sasa kwenyewe mimi ninapoangalia nyuma na pale ni mtu mmoja ambaye amefence from kuanzia kwa ile former supermarket hadi paka juu. Hii shamba mtu mwenye anatakana atueleze ni nani, ni Mr. Wetangula ama Lusaka. Hao ndio wanajua ni nani amejificha hapa. Kwa sababu hao ndio wako kwa uongozi, si hao ndio wako mbele. So mbona tuende kwa hii SEC na viongozi wetu wako wenye tuliweka mbele walinde rasilimali ya Bungoma. National government ikasema ya kwamba hao watu wako hapa ni land grabbing. Ni wale watu ambao wamegrab shamba ya serikali. Sasa wanatolewa. Punde si punde kidogo tukaona matrakta na watu ya Kenya Reli na maaskari chungu mzima, polisi wa reli wanakuja kufurusha watu hapa.